Naona mchezo mgumu kwa sababu ya matokeo ya mechi ya kwanza kule Berkane Morocco, ambayo Simba alipoteza kwa mabao 2-0. Unajua Berkane ni timu ambayo imekuja na style tofauti ambayo imekuwa na ugumu kwa Simba katika mchezo ule wa kwanza. Sasa aina matokeo ambayo yalitokea na nature ya Simba inapokuwa nyumbani na utabiri kuwa ni mchezo mgumu. Kwangu mimi, pamoja na mechi ya kwanza Simba alipoteza kwa mabao 2, naamini kwamba bado Simba anayo nafasi ya kutana matokeo na kushinda. Kwa hiyo naamini utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu ni timu ambazo zinacheza aina mbili ya mpira tofauti. Wewe umeenda Morocco, umeshuhudia mchezo kule ulivyokuwa na kikosi cha Rais Berkane. Simba waende namna gani hasa katika maeneo yote? Nazungumzia ushambuliaji kati pamoja na mabeki. Nguvu kubwa ya Rais Berkane ni katika timu wa uwanja kwa sababu wanajaza idadi kubwa wachezaji kwenye eneo lao la kiungo, kitu ambacho kilifrustrate Simba kwenye mechi ya kwanza. Kwa hiyo naamini mwalimu Fadlu Davis anatakiwa atafute balance katika eneo hilo la katikati, lakini Berkane pia ni timu ambayo inaonekana wachezaji wake wako physical fit. Kwa hiyo nadhani ndani ya siku 2-3 Simba mwalimu Fadlu akilifanyia kazi hilo, bado ni timu ambayo sio kwamba haiwezi kufungika. Sababu hata katika mchezo wa kwanza kuna nafasi kadhaa ambazo Simba kama ingeweza kuwa makini ingeweza kuzitumia kupata mabao. Kwa hiyo naamini Berkane ni timu ambayo inafungika, na kama Simba itaweza kudhibiti yale maeneo ambayo Berkane walionyesha uimara hasa katikati mwa uwanja, kuna possibility kubwa ya Simba kupata matokeo mazuri Zanzibar. Umekuwa ukifuatilia mechi nyingi za Simba, wanatengeneza nafasi lakini nafasi kuzalisha bao ndio imekuwa shida. Nadhani Simba wanakosa utulivu tu kwa sababu ukiangalia msimu huu mechi nyingi sana Simba nafasi walizotengeneza ni nyingi kuliko idadi ya mabao waliofunga. Lakini pia changamoto nyingine ambayo wamekuwa nayo ni mapungufu binafsi, makosa binafsi ya wachezaji wao. Nani asimame wapi na katika muda gani ndio imekuwa changamoto na wakabili Simba. Kwa hiyo nadhani kuelekea mechi ya finali wanahitaji kuwa na utulivu mkubwa sana, kwanza kuanzia katika maandalizi, lakini pia hata katika mchezo wenyewe, ili waweze kupata matokeo mazuri kwa sababu Berkane sio timu nyepesi, na ni timu ambayo ina experience na mechi za finali, na ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo naamini kama wachezaji wa mbele wa Simba watakuwa na utulivu, wana nafasi ya kupata mabao na wamesha prove hilo kwenye mechi mbalimbali. Baada ya mvutano mkubwa wa viwanja viwili hivi ambavyo ilikuwa inasemekana uwanja wa Amani Zanzibar lakini uwanja wa Mkapa, hatimaye tumepata jibu. Mechi itachezwa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Unadhani ili linaweza likawatoa mchezoni au ile capacity ya mashabiki ndio ilikuwa inawafanya Simba waombe kuchezwa katika uwanja? Unajua Benjamin Mkapa, kila timu inakuwa na uwanja wake ambao inaamini ni ngome, na sio Simba tu. Labda watu washindwa kuelewa kwamba kuna timu kwa mfano kama Liverpool, timu kama Barcelona, Bayern Munich zinapocheza katika viwanja vyao kuna ile area ya saikolojia ambayo inawajia hata mashabiki na wachezaji kwamba tuko nyumbani, ili area ya upambanaji inakuwa inaongezeka. Unajua mpira unachezwa kichwani na miguuni. So Benjamin Mkapa ni eneo ambalo Simba imekuwa inafanya vizuri kimataifa. Ukiangalia ndani ya misimu takriban 6 mfululizo ambayo ilifika hatua ya robo finali, ni mechi chache sana imepoteza katika uwanja wa Benjamin Mkapa na imepata ushindi katika mechi nyingi. Kwa hiyo kuna ile hali ya kujiamini kisaikolojia Simba inakuwa nayo inapocheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini ndio imeshatokea inakwenda katika uwanja wa Amani Zanzibar. Mimi nina mtazamo tofauti, naona kama kwa upande mwingine kitendo cha mechi kupelekwa uwanja wa Amani Zanzibar itawasaidia sana Simba kwa sababu watafanya maandalizi maradufu tofauti na mentality ambayo ingewaingia kama wangecheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Unajua unapocheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wanaweza wakaingia na hisia tu kwamba tumeuzoea uwanja, kwa hiyo hata kiwango cha maandalizi kikawa cha kawaida au kiko chini. Lakini unapokwenda katika uwanja ambao wanaamini hawajauzoea na kama neutral ground, maana yake watajiandaa maradufu, na hiyo itawasaidia wawe katika kiwango bora kuelekea mchezo huo. Kwa hiyo kwa upande mwingine mimi naamini kwamba CAF kama imesaidia Simba kuipeleka katika uwanja wa New Amaan Complex. Kabla ya majibu kutolewa kama mechi itachezwa katika uwanja wa Zanzibar, Simba walikuwa wanaambia mashabiki wao endeleeni kukata tiketi. Hatimaye mashabiki wengine wamekata tiketi. Unadhani hiyo ni sawa kwa mashabiki ambao wamekata tiketi na viongozi walikuwa wanaambia endeleeni kukata tiketi? Mimi nadhani viongozi walikuwa katika mwelekeo sahihi kwa sababu
wasingeweza kuwaambia mashabiki sitisheni kukata tiketi, wakati huo wanapambana na walikuwa wanaamini kwamba wanaweza kubadilisha uamuzi wa CAF, kwa sababu hoja ambazo walizipeleka CAF, mimi binafsi nilipata nafasi ya kuzipitia baadhi, kwamba wanaamini kwamba tayari kuna mashabiki wameshakata tiketi. Kitu kingine ni kwamba mchakato wa ubadilishaji wa uwanja ulikuwa haukufuata njia sahihi. Kwa hiyo kwa hoja ambazo walizowasilisha CAF, walikuwa wanaamini kwamba kwa muda ambao ulibakia walikuwa na uwezo wa kufanya nini, wa kuweza uamuzi kubadilika, lakini kwa sababu uamuzi umebaki vile vile, naona pia uongozi wa Simba umefanya kitu sahihi, kwamba badala ya uwanja wa Amani, badala ya kutumika kwa finali, hizo tiketi zitumike kwa Simba Day, kwa sababu ni tukio lingine pia kubwa. Lakini pia kumbuka, leo ukisema mashabiki ubakize mchakato wa mwanzoni, tayari namba imeshakuwa kubwa kuliko uwanja wa Amani Complex. Una accommodate vipi ya watu 1000? Lakini pia kumbuka kwamba timu ya ugenini nayo inakuja na mashabiki wake kwa mujibu wa kanuni na sheria za CAF. Wale lazima pia wape jukwaa ambalo watakaa na kushangilia. Sasa kama umeshakuwa na mashabiki 15,000, unaweka wapi mashabiki wa timu pinzani? So mimi nadhani wamefanya decision sahihi.